Serikali imeimarisha na kujenga mifumo imara ya uendeshaji wa shughuli zake, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kukusanya mapato ya serikali kwa njia ya kielektroniki. Tunapoendelea kuimarisha njia za kielektroniki, bado hatujapeleka elimu hii ya TEHAMA ya kutosha kwenye elimu ya msingi, sekondari na hata sekondari ya juu, kwa maana ya kidato cha 5 na cha 6. Tunajifunza TEHAMA, lakini wanafunzi wetu wanaomaliza kidato cha 6 hawajui hata kutumia kompyuta. Niliwaagiza Wizara ya Elimu, na leo narudia tena, kuimarisha maabara za kompyuta zilizoko kwenye vyuo vya ualimu, lakini pia kutoa idadi kubwa ya walimu wanaosomea ualimu wakiwa na taaluma ya kutumia kompyuta, ili waende wakafundishe shule za msingi, sekondari ya kati na juu. Wanapoingia vyuo vikuu, wanafunzi hawa wanajua teknolojia hiyo au utaalamu wa kutumia kompyuta uwasaidie katika kazi zao mbalimbali, ikiwemo na kutafuta nyaraka mbalimbali za masomo yao. Hilo liwekeni kwenye mpango wenu, na tuhakikisha kwamba teknolojia hiyo, sasa tunapoizungumzia teknolojia, tuzungumzie teknolojia tukiwa tumefikia hatua hiyo. Lakini 2, kutambua ubunifu na teknolojia zinazozalishwa na wabunifu na wagunduzi wa Tanzania. Serikali katika kipindi cha miaka 2 iliyopita imewaibua na kuwatambua jumla ya wabunifu na wagunduzi 1066. Kati yao 130 wanaendelezwa na serikali ili bunifu zao zifikie hatua ya kuwa bidhaa na kutumika katika kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Tumeona yule kijana aliyomaliza chuo kikuu cha Sokoine ametengeneza trakta linalolima dogo, rahisi. Baada ya kuwa amemaliza chuo, makamu mkuu wa chuo aliogopa akiondoka akienda uraiani huko anaweza kushindwa kujiendeleza. Badala yake amemwandalia mazingira mazuri kwa kumwandalia mahali pa kufanyia kazi hizo, kumsaidia kwa mitaji ya kuendeleza teknolojia ya ubunifu wake, na sasa anaendelea. Tumpigie makofi makamu mkuu wa chuo cha Sokoine na yule mbunifu wetu kwamba kazi sasa inaendelea. 3, kuimarisha utafiti. Serikali yetu imefadhili jumla miradi 215 ya sayansi, teknolojia na ubunifu katika sekta mbalimbali, ikiwemo kilimo, mifugo, afya, nishati, maliasili na viwanda. Na kazi hii ilianza mwaka 2015 ambapo miradi 139 imekuwa ya utafiti. Tuna miradi 47 ya ubunifu na miradi 29 ni ya kuboresha miundombinu ya maabara za utafiti katika taasisi za elimu ya juu na utafiti ya maendeleo, kama ambavyo tumeona chuo kikuu cha Sokoine wameleta maabara yao ambayo inafanya utafiti na kugundua baadhi ya vijidudu ambavyo vinaleta magonjwa mbalimbali. Jambo hili limetokana na msingi imara uliojengwa na serikali yenu inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Lakini 4, kuimarisha rasilimali watu. Serikali kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji sayansi na teknolojia MTUSATE inawajengea uwezo wa tafiti 579 kwa ufadhili katika masomo ya ngazi ya uzamili na uzamivu. Lakini 5, kushiriki kamilifu katika uchumi wa kidijitali na mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwenye eneo hili, serikali katika kuhakikisha kuwa nchi yetu inajiandaa vyema na ujio wa uchumi wa kidijitali na mapinduzi ya 4 ya viwanda, imeanzisha vituo 2 vya umahiri katika TEHAMA. Vituo hivyo vyenye kompyuta kubwa zenye uwezo wa kuchakata kwa kasi taarifa nyingi kwa wakati mmoja viko katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam na taasisi ya Africa and Mandela, Nelson Mandela ya sayansi na teknolojia iliyopo jijini Arusha. Lakini 6, kuanzisha mtaala mahususi kufundisha masuala ya teknolojia za kidijitali katika taasisi za elimu ya ufundi na elimu ya juu. Kwenye eneo hili, serikali imeanzisha mitaala kufundisha masuala ya teknolojia za kidijitali kwa ajili ya kujenga uwezo wa ndani na kuanzisha maabara maalum za mashine za kisasa za viwandani. Hii ni kwa ajili ya kufundishia wataalamu wa viwandani na kuboresha mafunzo ya ufundi kwa wanafunzi katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, chuo cha ufundi Arusha na chuo kikuu cha sayansi na teknolojia kule Mbeya. Lakini 7, kutoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi wenye mawazo ya ubunifu na wanaozalisha bidhaa za huduma zitokanazo na ubunifu.
Kwenye eneo hili serikali imeendelea kuboresha utaratibu wa kuwatambua na kuwaendeleza wabunifu wetu katika ngazi mbalimbali. Serikali kupitia COSTECH imeweka mazingira wezeshi ya kuendeleza wabunifu wachanga kwa kuanzisha kumbi na pia atamizi na za ubunifu 17 ambazo zimewezesha kuanzishwa kwa makampuni machanga 94 yanayotokana na ubunifu unaolenga kutatua changamoto za katika jamii yetu. Na hivyo basi wabunifu wote ambao nimeona leo, mjue kwamba serikali imeundia chombo kinaitwa COSTECH kinao uwezo wa kuwahudumia na kuwasaidia katika kwenye ubunifu wenu. Hata hivyo, tunazo taasisi kama vile SIDO na VETA, lakini pia tumehusisha taasisi binafsi ya Don Bosco, na hiyo pia nayo inashiriki katika kuwatunza wabunifu wetu na kuendeleza ubunifu ambao pia wanaufanya. 8 ni kuhakikisha kuwa mfumo wetu wa elimu unazalisha vijana wenye maarifa na wabunifu. Serikali imeboresha sana mazingira ya kufundishia na kujifunzia, hususan katika masomo ya sayansi. Tumejenga maabara, tumenunua vifaa vya maabara yenyewe ili kuongeza wigo wa vijana wetu kujifunza sayansi na kuanzisha ubunifu kutupitia maabara zetu. Lakini wabunifu wanaozalishwa wanategemewa kubuni teknolojia zitakazotoa majawabu ya changamoto za maeneo tunayopitia. Sasa baada ya kuwa nimeeleza haya, nitoe wito kwa wadau mbalimbali. Ndugu wageni waalikwa, taasisi zote zinazojishughulisha na ubunifu ziendelee kutumia ubunifu na uvumbuzi unaozalishwa na vijana wetu walio kwenye maeneo hayo. Malengo katika hili ni kuwaandaa vijana wetu kupitia wadau mbalimbali walioanzisha taasisi hizo ili tuweze kuongeza idadi ya wabunifu nchini, lakini pia tuongeze idadi ya zana zinazoibuliwa kwa utafiti na ubunifu wao ili ziweze kutumika kwa jamii. Lakini pia taasisi ya sayansi na teknolojia, vyuo vikuu, taasisi za utafiti na maendeleo, pamoja na mamlaka mbalimbali hususani zile SIDO, lakini VETA, hata Don Bosco pia, ambazo kwa namna moja au nyingine huwa zinaendelea kushiriki kuendeleza wabunifu wetu wachanga, ziendelee na kazi hiyo ili tuweze kuvumbua wabunifu wengi zaidi, na muhakikisha kwamba uendelezaji wa ubunifu hao unakuwa wazi kwa kuwaonyesha mafanikio yao kwa kuwaleta kwenye matukio kama haya ya maonesho. Kwa hiyo matarajio yangu kwamba mwakani tutakuwa na wabunifu wengi zaidi baada ya kuwa nimetoa agizo hili kwa wadau wetu. Eneo jingine ni taasisi za elimu ya juu na zile za utafiti na maendeleo zishirikiane kwa karibu na sekta binafsi, hususani kwenye sekta ya viwanda, na ziweke utaratibu wa kuendeleza teknolojia zinazozalishwa nchini na kuhamasisha matumizi yake ili kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hapa tunacholenga sisi ni kuona kuwa ubunifu huu unaendelezwa na kuhakikisha kwamba unafuatiliwa na uratibiwe, lakini pia wasaidiwe katika kupata zana mbalimbali zinazotumika kwenye ubunifu wao. Lakini vile vile kwa upande wa mitaala katika ngazi mbalimbali za elimu, ni vyema tuandae mitaala ya namna ambayo itawafanya wahitimu kuwa wabunifu mwisho wa masomo yao, badala ya kuweka mitaala ambayo wakimaliza masomo yao wanategemea tena wanakaa wakiwa hawana jambo la kufanya. Kwa mitaala iboreshwe, kama ambavyo tumeanza kuona mahitaji ya Watanzania kufanya mapitio ya mitaala yetu kuanzia shule za msingi mpaka elimu ya juu. Jambo hilo sasa liratibiwe na Watanzania waanze kuchangia mchango wao, namna gani na aina gani ya mtaala unatakiwa leo nchini, ili uweze kuwasaidia Watanzania pindi wanapomaliza masomo yao ya ngazi hiyo husika. Swala la hati miliki nataka nilizungumze kwa sababu wabunifu hawa wanahitaji kumiliki kazi hizo walizobuni. Ndugu wageni waalikwa, ni vyema sasa taasisi za elimu ya juu na taasisi za utafiti na maendeleo ziwe na utaratibu utakaohakikisha kwamba umahiri wa watafiti wetu na wabunifu wetu katika taasisi mbalimbali unapimwa kwa kuangalia ni kwa kiasi gani ubunifu na uvumbuzi wao unawafikisha mahali ambako watanufaika katika maisha yao. Lakini pia ubunifu huo
utambulike kwamba wao ndio wabunifu, kama ambavyo nimemsikia kijana mmoja pale akisema chombo hiki nimekipa jina langu. Ameanza kuona umuhimu wa chombo hiko kutambulika kwa jina lake. Sasa je, taasisi zetu tumeandaa utaratibu gani wa kumfanya mbunifu huyu na kazi yake iwe ndio jina lake yeye mwenyewe, badala ya kusubiri watu kutoka nje waje wasema wamevumbua wao, kumbe imetengenezwa na sisi wenyewe? Hili nalo ni muhimu zaidi. Na takwimu zetu zinaonyesha kwamba shirika la hati miliki duniani linaloitwa World Intellectual Property Organization zinaonyesha maombi ya hati miliki yaliyowasilishwa na nchi mbalimbali duniani kufikia mwaka 2020 zinaonyesha kwamba Tanzania tulipeleka maombi 8 tu, wakati nchi jirani zilipeleka maombi ya hati miliki zaidi ya 372. Lakini nchi kama Afrika Kusini walipeleka maombi ya hati miliki 1514. Kwa nini Tanzania tupeleke maombi 8? Taasisi zipo, wasomi mpo, na mnajua wabunifu sasa tunao, na wanahitaji pia kumiliki kazi zao. Kama ambavyo nimeagiza nyuma, taasisi zote zinazoshughulikia wabunifu ziandae mpango wa hati miliki na tupeleke maombi haya kwenye chombo chetu cha hati miliki duniani, maombi mengi zaidi, ili wabunifu wetu wamiliki kazi zao. Kwa ndugu wabunifu, baada ya maagizo haya tunatarajia maonesho mwakani, kila mmoja atakuja hapa akiwa na hati miliki ya kazi ambayo ameibuni tayari kupitia taasisi ambazo tumezitolea maagizo hapa. Ndugu wageni waalikwa, tunataka idadi hii ya hati miliki ya 8 ni ndogo sana kwa nchi yetu, na ni dhahiri kwamba changamoto hii ni sisi wenyewe ndio tutaitatua. Kama ambavyo nimeagiza, natarajia kuona mabadiliko kwenye maeneo haya. Ndugu wageni waalikwa, ninayo maeneo ya msisitizo na maagizo ya serikali kwenu, kila mmoja atazingatia kwenye eneo lake. Kwa kutambua umuhimu wa sayansi na teknolojia na ubunifu katika kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi, lakini pia kwa kuwa ni ukweli kwamba nchi yetu imebarikiwa kuwa na vijana wabunifu, na ubunifu wao ni wa bidhaa na teknolojia mbalimbali. Ili azma hii nzuri iwe na mafanikio makubwa zaidi na zaidi, napenda kutoa maelekezo yafuatayo. Kwa Wizara ya Elimu, kwanza, wekeni utaratibu utakaoruhusu ushiriki wa wadau wengi zaidi katika mashindano haya na maonesho na aina mbalimbali kila mwaka na popote mnapokwenda kuonesha. Kwani vyema mnapotambua kwamba mwezi wa 5 ni mwezi wa maonesho, anza kuwasiliana nao kuanzia mwezi Januari. Kila mmoja ajipange, aandae ubunifu wake, mtoe maelekezo ya namna gani atafika mahali hapo, ili na yeye ashiriki kuonesha ubunifu wake. Lakini kwa sekta binafsi, na yeye muone umuhimu wa kujitokeza kwa wingi kushiriki kwenye maonesho haya yanayolenga kuhamasisha matumizi ya sayansi na teknolojia na ubunifu, ili wale wabunifu wetu wanaopitia kwenye sekta zenu binafsi na wao pia wapate nafasi ya kuja kuonyesha kazi zao hapa, ili kazi hizo ziweze kupata hati miliki, lakini pia ziweze kujipatia uchumi. 3, kila mwaka kwa Wizara ya Elimu kuwe na wiki ya ubunifu nchini itakayoadhimishwa katika ngazi mbalimbali na kuhitimishwa na kilele cha maadhimisho ya kitaifa ya sayansi na teknolojia na ubunifu. Hapa lengo, mkiandaa mashindano haya kutoka ngazi ya wilaya, hata zile shule za msingi na sekondari zilizo huko zitashiriki. Wajasiriamali hawa wanatoka kwenye wilaya hizo. Kwa hiyo anza kuandaa ngazi ya wilaya, nenda mkoa, na wale wote ambao wanaweza kuja huku juu kwenye taifa waje taifani. Hapo ndio tutakapoona thamani ya ubunifu wetu. Kwa natarajia mwakani kuona mashindano haya kianzia wilayani. Wizara ya Elimu ina upana mkubwa. Ofisi ya Rais TAMISEMI imeenda mpaka kule vijijini. Peleka ujumbe huu, watu wajipange kuanzia sasa. Kama ni mwezi wa 5 ya kila mwaka ni wakati wa maonesho ya kitaifa, basi anza sasa kuratibu vizuri kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, na hatimaye kuja taifa. Hayo ndio malengo ambayo tunatarajia kuyafikia. Lakini 4, Wizara ya Elimu
Endelea kuratibu maonyesho ya sayansi, teknolojia na ubunifu yatakayofanyika kila mwaka sambamba na maadhimisho ya wiki ya ubunifu ambayo pia nimeshaieleza vizuri, na sasa nategemea mtashiriki kamilifu. Lakini pia COSTECH ambayo ni msimamizi wa masuala ya utafiti na ubunifu nchini. Taasisi zinazojihusisha na utafiti zifanye tathmini na kuja na mkakati wa kufanya tafiti zinazolenga kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo watu wa COSTECH, toeni mwelekeo kwa wabunifu wetu na mwende mkafanye pia ukaguzi wa tafiti hizo na muwasaidie namna ya kuboresha tafiti zao. Tunapokuja kwenye ngazi ya taifa tukute maonesho yenye ngazi ya kitaifa. Lakini COSTECH, tumieni nafasi yenu kuwaelimisha wabunifu hao, kila mmoja na eneo ambalo amedhamiria kulibuni na kulitengenezea. Lakini pia toeni mwelekeo wa upatikanaji wa hati miliki na hatimaye mfanye utaratibu wa maonyesho, ubunifu huo uwe wa kibiashara. Elimu kuhusu hati miliki ni muhimu sana, kwani leo tumeanza kuona vilio, hata wasanii wanalia hawana hati miliki ya kazi zao.